Mazungumzo ya sasa ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yameingia katika awamu mpya ya kiufundi, huku pande zote zikijaribu kufikia makubaliano mapya baada ya miaka ya mivutano. Mazungumzo haya yanafanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja, yakihusisha upatanishi wa Oman na yamekuwa yakifanyika mjini Roma, Italia. Mnamo Aprili mwaka huu 2025, Iran na Marekani zilianza mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo haya yalifanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa msaada wa wapatanishi kutoka Oman. Pande zote mbili zilielezea mazungumzo haya kama yenye kujenga na walikubaliana kuendelea na mazungumzo zaidi wiki inayofuata. Mnamo Aprili 19, mazungumzo yaliingia katika awamu ya kiufundi ambapo wataalamu kutoka pande zote walikutana kujadili mfumo wa makubaliano mapya. Mazungumzo haya yamekuwa yakifanyika mjini Roma katika ubalozi wa Oman na yamekuwa yakihusisha waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, na mjumbe maalum wa Marekani, Steve Witkoff. Pande zote mbili zilikubaliana kuendelea na mazungumzo haya ya kiufundi, huku mkutano mwingine ukipangwa kufanyika Jumamosi ijayo. Iran imewasilisha mpango wa hatua tatu kwa Marekani. Moja, Iran kupewa ufikiaji wa fedha zake zilizozuiwa katika benki za kigeni na kupunguza kiwango cha urutubishaji wa uranium hadi 3.67. 2, Marekani kuondoa uwezekano wa kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa kupitia utaratibu wa snapback, na Iran kuridhia mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia na kusitisha urutubishaji wa kiwango cha juu. 3, kufikia makubaliano ya amani ya nyuklia ambapo vikwazo dhidi ya Iran vitaondolewa na Iran kuhamisha uranium yote iliyorutubishwa kwenda nchi ya tatu. Rais Donald Trump ametoa muda wa miezi miwili kwa Iran kufikia makubaliano mapya, akionya kuwa vinginevyo Marekani itachukua hatua za kijeshi. Katika barua aliyomtumia kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Trump alielezea masharti kadhaa, ikiwa ni pamoja na kusitisha kabisa mpango wa nyuklia wa Iran na kuacha kuunga mkono makundi kama Hezbollah na Wahuthi. Mazungumzo haya yamekabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na uaminifu wa pande zote. Historia ya kuvunjika kwa makubaliano ya awali imeacha doa katika uaminifu katika pande hizo mbili. 2, shinikizo la kisiasa. Trump ameweka muda wa miezi miwili kwa Iran kufanya maendeleo makubwa, la sivyo ikabiliwa na hatua za kijeshi. Na 3, msukumo wa kimataifa. Israel haijatoa uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa itaona kuwa mazungumzo haya hayazai matunda. Mazungumzo haya ya nyuklia kati ya Iran na Marekani yameingia katika hatua muhimu, huku pande zote zikionyesha nia ya kufikia makubaliano. Hata hivyo, changamoto zilizopo zinahitaji juhudi za dhati na uaminifu kutoka kwa pande zote mbili ili kufanikisha makubaliano ya kudumu.